Kuna swali lingine kwa wachungaji wetu pia nataka niwaulize, mpaka tuelewane raundi, mpaka hizi boma tuzijenge zikae zikiwa vizuri. Tuwaulize na nyinyi mnanisaidia kwa comment section hapo, maana maswali nauliza hapa ni magumu na mimi mwenyewe siwezi kueleza. Nauliza hivi, wakati mtu anapofariki, wakati mtu anapokufa, na sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na kwa Biblia kwa kweli Mwenyezi Mungu ameandika, amenukuu kwamba apendezwi na kifo hata cha mtu yule mwovu. Hapendezwi na kifo cha mtu yule mwovu. Sisi tu wana wake Mwenyezi Mungu alituumba, na hapendezwi na kifo cha mtu hata yule mwovu. Ni kwa nini wakati mtu anapofariki, wakati nyinyi wahubiri mnakuja kwa mazishi, mnatangaza kabisa na microphone na sauti kwamba Mungu ni wa maajabu, Mungu amemchukua huyu? Kwa nini huwa mnasema Mungu amemchukua? Mungu amemchukua ni kumaanisha Mungu ameua, ama huwa mnamaanisha nini? Mungu amemchukua. Je, wewe unaweza kuzaa mtoto wako na tena ukarudi ukamuua? Nadhani Mungu ni baba yetu mpendwa. Sioni venye anaweza kuima vifo vyote vinasababishwa hapa duniani. Tunasema ni Mungu. Tunasema ni ajali, ukipata ajali sema yani mambo ya Mungu ni ajabu. Mambo ya Mungu, ajali kweli ni ya Mungu kweli? Vipo tunamlaumu Mwenyezi Mungu. Sijui huwa mnatumia kriteria gani kusema hivyo, lakini naona mimi hatustahili kumlaumu Mwenyezi Mungu. Mtu akifa tunasema Mungu amemchukua, ati Mungu amemuua. Hatufai kusema hivyo. Hii kifo tunajua venye kilianza. Kifo kilianza na dhambi. Na dhambi ni sababu nani? Kazi ya shetani tunajua vizuri sana. Kazi ya shetani ni alikuja kuiba na kuharibu na kisha kuua. Sasa tunalaumu vipi Mwenyezi Mungu kwa vifo? Mtu amekulewa pombe mpaka amekufa, tunasema Mwenyezi Mungu amemchukua. Mtu ameenda kuiba bank, kuiba vitu za watu, amepigwa risasi amekufa, tunasema Mwenyezi Mungu amemuua. Na tumeona kabisa ni risasi amepigwa. Mtu amechomwa huko, alikuwa anaiba na tairi, nasema Mwenyezi Mungu amemuua kwa mazishi. Na tunaona kabisa ni tairi amechomwa na moto. Kwa nini tusiondoe hii maneno kwa akili zetu, tuongee ule wazi? Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda sisi wote, na afurahi kifo hata cha yule mtu mwovu kabisa. Kama afurahi kifo cha mtu mwovu kabisa, ni vipi tunasema Mungu ndio amemuua, Mungu ndio amemchukua? Tutafute mbinu nyingine ya kuongea kwa mazishi kama itawezekana.